kuwa wazi, mvua zinahitajika, lakini moja kati ya malalamiko ambayo tumekuwa tunapokea ndani ya mkoa ni changamoto, mvua zikinyesha barabara huwa katika mazingira ambayo hayaridhishi sana. Kwa hiyo natoa maelekezo kwa wakala wa barabara nchini TANROADS na wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA kuhakikisha mnaweka utaratibu wa kufanya matengenezo kinga na matengenezo ya dharura, hasa maeneo korofi yanayoweza kuhatarisha barabara zetu kutopitika kwa uhakika. Kwanza, kumekuwa na tabia ya wananchi kujimilikisha hifadhi ya barabara na wengine kulima kanda kwa kanda, na hii hasa kwa Kahama. Ukienda Fanto Mbale kuja hivi, kuna wananchi ambao nadhani zile hifadhi wanaweza wakafanya chochote, lakini kutokea changamoto ya upanuaji wa barabara, wao ndio wanakuja tena kutaka fidia. Kwa mara nyingi, kwa sababu tuna kila sababu ya kuhamasisha wananchi wafanye biashara na kujiongezea kipato, huwa wanaambiwa wasiweke permanent structures au wasiweke biashara ambayo inapelekea ujenzi wa vitu sio vya kuhamishika. Kwa sababu muda wowote kwenye kasi ya maendeleo tunayoenda nayo, unaweza kukuta ile barabara inabidi kupanuliwa kuwa na njia mbili au njia tatu. Sasa watu wameenda kujenga kwenye hifadhi ya barabara, wakipatwa na kuambiwa kwamba hapa ilikuwa ni hifadhi ya barabara, wanakuwa sio waelewa sana, ilikuwa utu na wema ndio uliruhusu kwa muda waweze kuwa kwenye yale maeneo. Wakati mwingine mpaka wanafoji na kutengeneza hati za viwanja katika maeneo ambayo ni road reserve. Kwa hiyo pia imekuwa ni changamoto. Lakini pia kufanya biashara kwenye hifadhi za barabara, hasa katika halmashauri manispaa ya Kahama na Shinyanga. Hatukatai kufanya biashara, lakini kuzingatia masharti na namna ambavyo wenzetu wenye maeneo yao wanatuelekeza. TANROADS hawakatai, lakini mara nyingi wamekuwa wanashauri kufanya biashara ambazo kwanza zinatunza mazingira, lakini pili hazina uharibifu wa reserve. Kuna maeneo watu wanapanga wanauza maua, wale wameruhusiwa kwa sababu hamna namna ambayo wanaweza wakafanya uharibifu kwenye eneo la reserve. Kuna watu ambao wanauza makochi, hawajajenga majengo ya kudumu, wanauza makochi yake, hakuna sababu ya kumtoa. Kwa hiyo mtu anakuwa yuko pale. Lakini sasa unaweza ukashangaa wakizubaa wiki mbili tu wanataka kujenga mgahawa, aanze kufyatua matofali pale. Nayo ni changamoto. Lakini pia kuna eneo moja la reserve Kahama ambao tumekuwa tunalilinda kwa muda mrefu. Juzi nimepita nimeona kuna mtu anafyatua matofali. Nitaomba mpite pale mkaangalie ni nani ambaye anaweza kusema afyatua matofali, kwa sababu changamoto itakuja kuwarudia tena wenzetu wa TANROADS. Huyo anasema wakati nilijenga mlikuwa wapi? Mimi na hati yangu hii hapa, leo unaniambia ni eneo la hifadhi, ngenizuia kama. Kwa hiyo maeneo yale ambayo ni road reserve, ndugu zangu, natumie fursa hii kabisa kwamba hata wale wa mamlaka nyingine za utoaji wa huduma, wao wanafanya mawasiliano na wenzetu wa TANROADS. Haiwezekani eneo la road reserve kikao wiki tatu nakuta mtu kaunganishiwa umeme. Sasa anaendaje kuunganishiwa umeme sehemu ambayo ni reserve ya barabara kama wenye eneo lao hawajatoa idhini na kusema kwamba eneo hili linaweza kutumika? Sasa ndipo hapo kunapoonekana kwamba wakati mwingine sisi tunakuwa hatuna mawasiliano ya papo kwa papo. Ni kweli tunatoa huduma kwa wananchi, lakini na sisi tu tunawasiliana pale ambapo tunaenda kutoa hizo huduma. Lakini pia barabara kutokuwa na alama za barabarani, ambayo wakati mwingine inasababisha ajali. Hakuna sehemu ambayo inaelekeza watu wasimame. Maeneo machache, kwa sababu barabara nyingi mkoa wa Shinyanga zipo, lakini kwa maeneo yale machache ambayo kuna hiyo changamoto, nadhani iko haja ya kwenda kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zinakuwa na alama za barabarani. Lakini pia tuna changamoto ya wananchi kutokufuata alama za barabarani. Kagongwa, yaani pale Kagongwa sasa ndio mfano hai, watu hata taa hawafuati. Eneo la kuvuka kivuko watu hawatumii.
Kwa hiyo hapo pia tutakuona namna gani tunashirikiana na vyombo vingine ili sheria za barabarani ziweze kufuatwa. Lakini kuziba kwa mitaro, ndugu zangu, wenzetu wa mamlaka ya barabara wanatuambia daima kwamba maji yakizidi kwenye barabara ni changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, karibu. Maji yakizidi kwenye barabara ni changamoto, na ndio maana utaalamu unaelekeza barabara zote ziwe na mitaro ili kutengeneza matokeo ya maji. Sasa mitaro, mifereji, madaraja, baadhi ya maeneo ukipita yameziba, maji yanarudi kwenye barabara, yanaingia kwenye makazi ya watu. Lakini hii pia ni kutokana na utupaji wa taka hovyo. Sasa makaimu wa mkurugenzi mko hapa na mna jukumu kubwa la kuhakikisha kwenye maeneo yetu na hususan kupitia watendaji wetu wa kata, swala la mazingira ni kipaumbele. Swala la mazingira ni kipaumbele. Kuna sehemu nilikuta kuna mama katupa pampers kwenye mtaa, nadhani ni Nyahanga. Sasa tulianzisha kampeni maalum ya usafi na ilianza manispaa ya Kahama. Nadhani tutatumia model hiyo kufikisha maeneo yote. Jukumu la usafi kwenye eneo husika ni la mwenyekiti wa serikali ya kijiji na mtaa. Tuendelee kukumbushana na watendaji na waje na njia mbadala, sababu kuna maeneo kweli hawajaja na njia mbadala ya kutenga maeneo ya kwenda kutupa takataka. Kwa wananchi, unaona hakuna sehemu ambayo wanaweza kwenda wakatupa, japokuwa hatukubali na haturidhii na hakuna sehemu ambayo tunaruhusu watu watupie taka holela, lakini basi kuwe na sehemu ambayo imetengwa kwamba kwenye mtaa huu eneo ni sehemu fulani, kwenye kitongoji hiki eneo lilotengwa ni sehemu hii. Kwa sisi tujiongeze wakati tunaenda kutoa elimu kwa wananchi, lakini na sisi tuwe tumekuja na suluhisho au njia mbadala ya kuwasaidia wale wenye changamoto, ili sasa wale ambao watakiuka hizo taratibu tutajua tunawawajibisha kwa kiwango gani. Lakini kwa umoja wetu pia tumekubaliana ya kwamba ndani ya mkoa wa Shinyanga hatuhitaji tena wala hatutapepesa macho kwa wakandarasi wowote ambao hawana uwezo. Mkandarasi yoyote ambaye hana uwezo, kwa kweli ndani ya mkoa wa Shinyanga hatuko tayari naye, na tumekubaliana kwamba kwa kuanzia, kwa sababu baadhi ya taratibu ni za kimfumo, taasisi zote kuanzia halmashauri zetu zote 6, wakurugenzi, miradi yote ambayo mnaenda kutekeleza, kwa sababu hamfanyi maamuzi mkamaliza nyie pasi kuwasiliana na viongozi mainjinia wa idara husika, tafadhalini kwenye hatua zote naomba muwasiliane na mainjinia wa ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini tunaye hapa katibu tawala msaidizi ambaye sasa atakuwa mstari wa mbele kuweza kufanya scrutinizing na kushauri, ili tusije kuanza kunyoshiana tena vidole kwamba wenzetu hamkutumia jicho la tatu kuweza kuangalia ufanisi na uwezo wa hawa wakandarasi. Lakini mamlaka za TARURA na TANROADS na nyie pia tuna mainjinia wetu ngazi ya mkoa, mameneja mkoa, tunaomba mshirikiane na wenzetu ambao wako kwenye idara za miundombinu katika ofisi ya mkuu wa mkoa ili kupunguza burden au mzigo wa lawama. Unapotumia mfumo zaidi ya mmoja kuendelea kushauriana, napotokea changamoto huwezi kunyoshiwa kidole wewe kama wewe. Lakini wakati huo issue sio kunyoshiana tu vidole, tayari tumeingizia serikali hasara. Yaani mtu mmoja unaenda kuleta changamoto ambayo inaenda kuleta hasara. Kwa hiyo sisi ndani ya mkoa wa Shinyanga tunaanza na hatua hiyo kwamba tutashirikiana na idara husika kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa pale ambapo tunaenda na kuangalia na kuwafanyia tathmini hawa wakandarasi, hata kama wamevuka kwenye mifumo hiyo ya kiteknolojia na tehama, kwa sababu kuna viashiria na kuna ushahidi bado wako watu ambao wanavuka kwenye mifumo hiyo na kwa kuweka nyaraka ambazo pia sio za kweli. Wakifika site wanakuwa hawana uwezo wa kutekeleza hiyo miradi.
Lakini swala jingine la msingi ambalo tumekubaliana sisi ni kwamba tunaomba mamlaka za utoaji wa vibali wa miradi ya TANROADS na TARURA kwa miradi yote ya mkoa wa Shinyanga watuharakishie vibali hivyo ili utekelezaji wa miradi hiyo iweze kuanza. Kuna miradi mingi sana ambayo bado vibali hatujapata, na kama ambavyo mmeshuhudia waheshimiwa wabunge wanauliza, lakini upande wa pili unakuta bado vibali havijaanza. Na nizungumzie mfano, napenda kutoa mfano hai, barabara ya Kolandoto ya Kishapu, ya Kolandoto. Pale tunahitaji kwa kweli kwanza kibali cha kutangaza barabara ile ili aweze kupatikanika mtu wa kuja kufanya utekelezaji. Lakini pia kwa umoja wetu wa kikao chetu hiki tunaiombea fedha barabara ile katika barabara ambayo ni ya kimkakati katika mkoa wa Shinyanga, barabara ya Kolandoto, barabara ambayo Mheshimiwa mbunge ameisemea sana, ameisemea kwenye mikutano ya hadhara, amesemea kwenye ziara za viongozi. Sasa barabara ambazo tumeonyesha commitment kwenye ziara za viongozi na tukatoa ushuhuda kwamba tunaenda kupambania ujenzi wa barabara hiyo, nadhani tuitendee haki wilaya ya Kishapu na tuweze kuaccel. Kwa hiyo tunawaomba sana wenzetu wenye mamlaka hii, kikao hichi cha Road Board leo siku hii ya tarehe 24 Februari kwa mkoa wa Shinyanga, tunawaomba sana mtusaidie kutuharakishia kibali cha kuweza kutangaza barabara hiyo ili sasa tuweze kuanza ujenzi wa hiyo barabara. Na unapozungumzia Pamba kwa mkoa wa Shinyanga unazungumzia Kishapu. Unapozungumzia mzunguko wa fedha Kishapu unazungumzia Pamba. Wananchi ambao tuko kwenye mstari wa mbele kabisa kuhamasisha waendelee kuboresha kilimo cha pamba, wakati huo huo tunaendelea kuhamasisha wafanyabiashara waanzishe viwanda vya kuongeza thamani zao la pamba, lakini ndio hao ambao mvua ikinyesha wanakwama kwenye barabara. Sasa katika msukumo ule na maelekezo ya kiongozi wetu mkuu, rais wetu ambaye ametupa maelekezo mahususi kabisa kwamba maeneo yote ya kimkakati, maeneo yote ambayo tunataka kwenda kuongeza pato la taifa, basi vichocheo vya maendeleo viwepo: mawasiliano, umeme, nishati ya barabara, nishati ya umeme, lakini pia na barabara na mambo mengine. Sasa kwa mustakabali huu nadhani tunaondoka na kauli moja kwamba ajenda ya Kolandoto ni kipaumbele cha mkoa wa Shinyanga.